na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana, kwake Mwokozi kuonana, na milele kukaa. Karibu sana mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya Mungu Tumaini. Karibu sana katika mwendelezo wa kulisoma neno la Mungu kwa njia ya utaratibu maalumu inayotaka tusome taratibu kwa hatua Biblia nzima. Na leo tuko katika sura ya 19 ya kitabu hiki cha Mwanzo. Tulianza sura ya kwanza, ya pili, tumekwenda hivyo mpaka sasa hivi tuko katika sura hii ya 19. Tunaendelea vizuri, na kama wewe umefanikiwa kufuatilia vizuri, basi sasa hivi uko kwenye sura ya 19. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa jinsi alivyokutia nguvu na nidhamu ya hali ya juu ya kuamua kufuatilia sura hadi sura na aya hadi aya. Na kuombea Mwenyezi Mungu akutie nguvu mpaka pale ambapo utakapofanikisha kuimaliza Biblia nzima kwa ujumla. Kabla ya kuanza kusoma, hebu tuombe. Asante Mungu kwa wakati huu, tunaomba uturuhusu tuweze kusoma somo hili. Tupe uelewa mkubwa katika sura hii ya 19 ya kitabu cha Mwanzo. Tunayo nia ya kutaka kulijua neno lako. Tufundishe wewe zaidi. Roho yako Mtakatifu nawe nasi. Atufundishe zaidi. Tusisome tu kama gazeti, lakini tuelewe vizuri hatua kwa hatua, na zaidi sana ukaweze kutusaidia kurekebisha maisha yetu tuweze kurithi ufalme wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Sura ya 19 mstari wa kwanza tutakwenda mpaka mstari wa 38, ambapo hii sura ya 19 ina mstari 38. Tunaanza na mstari wa kwanza mpaka pale ambapo tutakapokuwa tumemaliza mistari yote 38. Jina la Yesu. Basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka, akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi. Akasema, Bwana zangu, karibuni na wasihi mwingie nyumbani mwa mtumwa wenu, mkalale, mkanawe miguu yenu, hata asubuhi mondoke na mapema mkaende zenu. Wakasema, sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha. Akawasihi sana, nao wakaja, wakaingia nyumbani kwake. Akawafanyia karamu, akawapikia mikate isiyochachwa, nao wakala. Hata kabla hawajalala, watu wa mji, wenyeji wa Sodoma, wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote. Wakamwita Lutu, akamwambia, wawapi wale watu waliokuja kwako usiku huu? Uwatoe kwetu, tupate kuwajua. Lutu akawatokea mlangoni, akafunga mlango nyuma yake. Akasema, basi nawasihi ndugu zangu, msitende vibaya hivi. Tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume. Nawasihi, nitawatolea kwenu mkawafanyie vilivyo vyema machoni penu. Ila watu hawa msiwatende neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Wakasema, ondoka hapa. Kisha wakanena, mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni, naye kumbe anataka kuhukumu. Basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa. Wakamsonga sana huyo Lutu, wakakaribia wauvunje mlango. Lakini wale watu wakanyosha mikono yao, wakamwingiza Lutu kwao nyumbani, wakaufunga mlango. Kisha wakawapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu.
wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kwa kuutafuta mlango. Basi wale watu wakamwambia Lutu, "Je, unaye mtu hapa zaidi? Mkwe, wanao na binti zako na wowote ulio nao katika mji, uwatoe katika mahali hapa. Maana tutapaharibu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, naye Bwana ametupeleka tupaharibu." Lutu akatoka akasema na wakweze waliowaposa binti zake, akasema, "Ondokeni mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu." Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Hata alfajiri ndipo malaika wakamhimiza Lutu wakisema, "Ondoka, mtwae mkeo na binti zako wawili walioko hapa, usipotee katika maovu ya mji huu." Akakawia. Nao wale watu wakamshika mkono na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyomhurumia, wakamtoa wakamweka nje ya mji. Ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, "Jiponye nafsi yako, usitazame nyuma wala usisimame katika hilo bonde popote, ujiponye mlimani, usije ukapotea." Lutu akawaambia, "Sivyo bwana wangu, tazama mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umezidisha rehema zako ulizonifanyia kwa kuponya nafsi yangu, nami siwezi kukimbilia mlimani nisipatwe na yale mabaya nikafa. Basi mji huu ukaribu ni ukimbilie, nao ni mdogo nijiponye nafsi huko. Sio mdogo huu, na nafsi yangu itaishi?" Akamwambia, "Tazama, nimekukubali hata kwa neno hili, kwamba sitauangamiza mji huo uliounena. Hima, ujiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata uingiapo humo." Kwa hiyo jina la mji ule likaitwa Soari. Jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Lutu alipoingia Soari. Ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto toka mbinguni kwa Bwana. Akaangusha miji hiyo na bonde lote na wote waliokaa katika miji hiyo na yote yaliyomea katika nchi ile. Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Ibrahimu akatoka asubuhi kwenda mahali aliposimama mbele za Bwana. Naye akatazama upande wa Sodoma na Gomora na nchi yote ya hilo bonde, akaona na tazama, moshi wa nchi ukapanda kama moshi wa tanuru. Ikawa Mungu alipoiharibu miji ya bondeni, Mungu akamkumbuka Ibrahimu, akamtoa Lutu katika maangamizi alipoiangamiza miji hiyo aliyokaa Lutu. Lutu akapanda kutoka Soari, akakaa mlimani na binti zake wawili pamoja naye, kwa sababu aliogopa kukaa katika Soari. Akakaa katika pango yeye na binti zake wawili. Yule mkubwa akamwambia mdogo, "Baba yetu ni mzee, wala hakuna mtu mume katika nchi atuingilie kama ilivyo desturi ya dunia yote. Haya, na tumnyweshe baba yetu mvinyo, tukalale naye, ili tumhifadhie baba yetu uzao." Wakamnywesha baba yao mvinyo usiku ule. Akaondoka huyo mkubwa akalala naye, wala yeye hana habari alipolala wala alipoondoka. Ikawa siku ya pili, mkubwa akamwambia mdogo, "Tazama, nimelala jana na baba yangu, tumnyweshe mvinyo tena usiku huu, ukaingie ukalale naye." Wakamnywesha tena baba yao mvinyo usiku ule. Akaondoka mdogo akalala naye, wala yeye hana habari alipolala
wala alipoamka. Basi hao binti wote wawili wa Lutu wakapata mimba kwa baba yao. Yule mkubwa akazaa mwana, akamwita jina lake Moabu. Huyo ndiye baba wa Moabu hata leo. Na yule mdogo naye akazaa mwana, akamwita jina lake Benami. Huyo ndiye baba wa Waamoni hata leo. Mwisho wa sura ya 19 ya kitabu cha Mwanzo. Msikilizaji, hapa tumeona vitu fulani, tumeona vitu vingine ambavyo pengine tulikuwa hatujavijua. Lakini pengine si wakati mzuri sana wa kutafakari zaidi. Lakini kuna neno la maana sana tumelipata hapa. Neno la uaminifu na kuokolewa kutokana na uaminifu. Lakini jambo lingine ni ule Mungu kukufunulia mambo ambayo wengine hawajawafunulia. Lakini jambo lingine ni Mungu kukupendelea. Ibrahimu amependelewa ndugu yake asiweze kuangamizwa, akatolewa pale pamoja na watoto wake. Kwa sababu Ibrahimu ni mwaminifu, Lutu ni mwaminifu. Lakini Ibrahimu alifinyiwa siri, alipewa siri na Mungu kwamba pale nakwenda kuangamiza. Ninakwenda kuangamiza mji ule hata kabla watu wengine wote hawajajua. Lakini Lutu anaokolewa kwa sababu ya uaminifu, anachoelezwa anakubali, anapoelezwa mambo ya kutii anatii. Hatimaye anachukuliwa na malaika, anaambiwa haya, nenda uweze kuokolewa nafsi yako. Lakini waliokuwa wazembe, wakwe wa Lutu, waliokuwa wameoa watoto wake, wao wakaangamia pamoja na mji kwa sababu ya ukaidi. Biblia inasema wakati Lutu anawaeleza kwamba jamani, tokeni hapa, mji huu unaangamizwa, Biblia inasema walikuwa wanamuona kama mtu ambaye anacheza tu. Yaani wakimwangalia wanaona huyu mkwe anacheza tu, huyu anaongea vitu gani huyu bwana, mji unaangamizwaje? Ukaidi. Hatimaye wakaangamia. Msikilizaji, ni mambo mangapi ambayo Mungu ametoa maagizo na wewe bado unaendelea kukaidi? Kwa nini usifanye maamuzi ya kusikia sauti kama Lutu alivyokuwa anaisikia sauti ya Mungu na hatimaye kukimbia na kuondoka kwenda mbali ili kuokoa nafsi yake? Mbona wewe bado unaendelea kufanya uzinzi, wizi, ufisadi, unaendelea kula rushwa na kupokea rushwa? Mbona bado unaendelea kutamani na kusingizia na kuongea uongo ili hali Mungu amesema kwamba usifanye hivyo? Utaipataje rehema ya Mungu ikiwa wewe huhitaji kuwa mtii? Kitabu cha Samueli kinasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Kwa nini bado unaendelea kwenda kinyume na Mungu anavyosema? Baraka zinaambatana na utii. Ni kweli ipo neema, lakini unahitajika pia utii, kwa sababu utii ni bora kuliko dhabihu. Msikilizaji, unaweza ukaamua sasa kufanya maamuzi ya kuamua kulitii neno la Mungu kama anavyosema. Akisema fanya hivi, ukaamua kuishi hivyo, ili uweze kupata rehema na neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu, akuokoe hata siku ya msiba, siku ambapo atakapokuwa anaangamiza taifa zima kwa jumla, lakini aseme yupo mtu wangu mmoja, huyu sitaangamiza kwa sababu yake. Mungu aweze kukubariki kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.